Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Wana Daughters and Sons of Jerusalem, ni Joyce Kisha. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu nimepata wakati huu tena. It has been a while. Ni muda sasa hatujaonana. Lakini leo Mungu ameniwezesha siku ya Sabasaba. Niko mahala hapa tujifunze pamoja. Topiki yetu ya leo inahusu mtazamo wako kuhusu hela au fedha, hasa kwenye eneo la mahusiano. Kama mnavyojua, mimi ni mtumishi, ni mwalimu wa vijana. Na leo huwa nafundisha vijana kwa maana kwamba ya mabinti na watoto wa vijana wa kiume. Na leo nalenga sana mtazamo wako kuhusu fedha, hasa kwa watoto wa kiume, vijana wa kiume ambao baadaye tunategemea wanaenda kuwa wababa, tunategemea wanakwenda kuwa ni wanaume ambao wanakwenda kuwa na familia na wanategemea kujenga familia na wanafanya mahusiano. Mtazamo wako unapokuwa unatoa pesa, unapokuwa unatumia pesa kwa mwenza wako, kwa mchumba, kwa mke wako au kwa mke mtarajiwa, mtazamo wako huwa ni nini? Unakuwa unalenga nini? Unakuwa unalenga akupende zaidi? Unakuwa unalenga akuone wewe kwamba ni mwanaume halisi? Unakuwa unalenga, unamjenga ili kusudi aone uwezo wako, vitu vya namna hiyo. Kwa nini nimeleta hii topiki? Ni kwa sababu uzoefu wangu umenionyesha kwamba vijana au wanaume wanatumia nguvu nyingi sana katika kutumia pesa kumkombisi binti au kumkombisi mwenza ili amkubali. Na hii inaenda mpaka kwenye mentality za watu wazima. Wanaume akitaka kumuwini mwanamke yoyote, anatumia pesa. Na sisi upande wa wanawake, mtu akitaka kujua kwamba mwanaume fulani ni mwanaume halisia au ni nini, anampenda, anataka ampe pesa. Yaani kuna huu mkanganyiko wa sehemu zote mbili, kwamba mwanamke asipopewa pesa anajua kwamba hapendwi au hajaliwi. Lakini mwanaume naye anajikakamua, anatafuta ampe mtu pesa ili amuone kwamba yeye ni nani? Ni mwanaume kamili. Mimi naita hiyo ni mtazamo, lakini inategemea uko wapi na nia yako ni nini. Lakini mtazamo wako kuhusu pesa unamata sana katika kujenga mahusiano yaliyo bora. Nimewahi kuona mabinti mimi nawapenda sana kwa sababu hawa ni wamama wa kesho. Nimewahi kuwaona mara nyingi wanasema, okay? Unakuta kwamba binti anasema mimi alikuwa ananipa pesa wakati ananichumbia, lakini alipokuja kunioa akaacha kunipa pesa. Kwa hiyo mimi naona kwamba hanipendi tena. Au unakuta binti wanasema mimi mwanaume asipokuwa na pesa mimi hawezi kunioa. Kijana asiponipa pesa nyingi siwezi kuolewa naye. Kijana asipokuwa tajiri, asipokuwa na 1 2 3 mimi siwezi kuolewa naye. Sasa hii ni mitazamo ambao mimi naiona kwamba itatutengenezea familia ambazo sio strong. Nina sababu zangu, lakini hata wewe unaweza kuwa na sababu zako, unaweza kani challenge. Na hapa niko kwenye TikTok pia. Nafikiri unaweza ukasema kitu kuhusiana na huu mtazamo. Mtazamo wako kuhusu fedha au hela, hasa kwenye eneo la mahusiano, ukoje? Kitu cha kwanza lazima ufahamu kwamba hela sasa hivi imekuwa kama ni kila kitu. Okay? Imekuwa ni kila kitu, kwamba unaanza hela afu unafuata heshima. Unaanza hela ndio unafuata uaminifu. Unaanza hela ndio unafuata commitment. Unaanza hela ndio unafuata vitu vingine ambavyo vinafuata. Na hela inaweza kununua chochote. Lakini mimi kwa upande huo naona kama pesa ikianza mbele, inaweza ikaleta mahusiano yaliyofifia sana. Hasa pale tunapokwenda kule mbele ambapo
Pesa si kama njiwa, kama kipepeo, inaweza ikaja na inaweza ikakimbia. Pale inapokimbia, je, msingi wa mahusiano yako utabaki? Nafikiri kama kuna mtu anaweza kanijibu huku, naweza nikanani, msingi wa mahusiano yako utabaki kama pesa itaondoka. Nina mambo machache ambao nataka niangalie, ambao kijana anapashwa kuwa mwangalifu anapokuwa anatumia pesa kwenye mahusiano. Kitu cha kwanza, gharama kubwa ya kufanya kosa la kujua pesa ni kila kitu, inaweza kuchukua nafasi ya kujali, nafasi ya kuwa committed, maana yake kuwapo pale, nafasi ya hisia. Kuna gharama kubwa sana ya kuja kurejesha ule uhalisia. Gharama ni kubwa sana. Kumbuka pale nimesema, hasa pale unapokuwa labda wakati mwingine pesa imeisha au imepungua au ilikuwa inaonekana kutoa kwamba fedha ni muhimu sana katika kuunganisha mahusiano, lakini fedha naomba iwe msaidizi. Fedha naomba isaidie kufanyaje? Iwe kama kichocheo, lakini isiwe msingi. Nina sababu zangu. Na kama kuna watu ambao umewahi kuona kwenye mahusiano yako jinsi ulivyotumia pesa na ikaporomosha mahusiano au ikapunguza ule commitment, ule kuwa pamoja, ikapunguza, nafikiri utakubaliana na mimi kwamba unaweza kudhani kwamba nauvuna moyo wa mwenza wangu. Unaweza kudhani kwamba mwenzangu ili anikubali lazima niwe na pesa nyingi, lazima nitumie pesa nyingi. Nimtoe, si nifanye nini. Unaweza kudhani kwamba fedha ndiyo iko kwenye ufahamu wa mabinti wengi sasa hivi. Kwa hiyo lazima kwanza ni mspoil, they call it kuspoil. Lakini kumbe ndani ya yule mwanamke unayemjengea, unajenga mama ambaye ni tegemezi. Unajenga ni mtu ambaye atajenga tamaa kubwa, na kadiri pesa inavyoongezeka ndivyo matumizi yanavyoongezeka, ndivyo umuhimu unavyotokea. Na pale utakaposema basi mimi ukomo, mwanamke yule anapenda pesa sana, anaweza jump into matendo ambayo sio mazuri. Ukikuta mtu anakuambia mke wangu ameanza kuchiti, ukija kuuliza sana, ni matumizi yamepungua. Wewe unasemaje? Unasema mke wangu sikiliza, tulikuwa tunachumbiana, sasa hivi tumeoana, sasa hivi tuingie malengo mengine, sababu nimepata mtoto, tunapaswa kuinvesti, tunapaswa kuanza kujenga. Yeye hata sikiliza hicho, anaweza akakibadilisha kuwa kwamba ni upendo umepungua. Kwa sababu gani? Pesa imepungua. Kumbe wewe una transfer ile matumizi ya pesa, unayaweka kwenye majukumu mengine, lakini yeye ameishakaa kichwani kwamba pesa lazima iwe constant. Na wanawake huwa tuna addiction, hata kwenye eneo la pesa. Kama ulikuwa kwa mfano unamtumia mtu 500,000 kila wiki, unamwambia nenda kasuke nywele, nenda kafanye nini, ujue kabisa hicho kiasi unachokituma jitahidi sana kiwe constant. Hizi habari za kuja kusema unajua siku hizi biashara haendi vizuri, sio na nini, unajua tuna invest, tuna kitu tunafanya, kaa vizuri. Anawezekana akakuitikia, lakini anajifikiria ndani yake kwamba labda kuna mtu mwingine pembeni anayetumia hiyo pesa. Kwa nini sasa tusiangalie mambo yafuatayo? Mimi ninavyojua kwenye mahusiano, kuna vitu ambavyo vinakuwa mutual, vinatoka kwa kijana, vinatoka kwa binti ili viweze kuwa pamoja. Kwa mfano, sisi wanawake, unaona mtu anafurahia sana kusikilizwa au anafurahia sana kushirikishwa mipango, au anafurahia sana kujisikia yuko salama anapokuwa na wewe. Sasa wewe ukichukulia usalama ni sawasawa na pesa unayompatia, ukichukulia kwamba bwana by the way mimi nampa pesa, hata nikionekana kwamba simjali sana. Kwa mfano anaumwa, ameumwa, amekutumia message, wewe unachukua muamala unamtumia, chukua hicho kiasi ukanunue dawa, haupo kwa ajili yake. Mwisho wa siku unaweza kuwa unatengeneza uadui taratibu ambao baadaye utamfanya huyu mtu ajinani. Na sasa hivi tunamshukuru Mungu kwamba mabinti wamejua kutafuta pesa, wanawake wamejua kutafuta pesa. Of course, kwa upande wa binti au kijana au binti au mwanamke, pesa pekee bila heshima, bila kuwa msikivu,
bila kujali familia, bila kuwapo kwa ajili ya familia yako, pesa pekee haitafanya chochote. Kwa hiyo naongelea pia upande wa mabinti. Mtu anasema hela za mwanaume bwana hazitoshi, mimi nafikiri nianze kutafuta hela yangu. Lakini kumbuka, unapaswa kumheshimu hata kama ana kipato kidogo. Kwa hiyo naongelea upande wa binti, na inabidi uwe mwangalifu katika eneo hilo. Lakini sasa kwa wababa, hii mentality ya kwamba mabinti, wanawake, ili uweze kumuwini lazima umpe pesa, naomba tuipunguze. Mpe upendo, mpe kujali, mpe pesa, iwe ni ile kusogeza hayo mambo yaendelee kuwapo. Sijui kama tunaelewana. Fahamu kwamba hisia hazinunuliwi. Watu wengi sana, yani kwenye ndoa hizi, kwenye mahusiano, hisia ni kitu muhimu sana ambacho kimepotea sasa hivi. Ndio utasikia mtu anakuambia afya ya akili imebadilika. Watu tumekuwa vichaa, tunatembea tukiwa vichaa, mtu anaongea peke yake. Why? Kwa sababu hisia za mume wake kwake zimepungua. Huwezi kununua hisia. Kumbuka pia kuwajibika hakununuliwi. Kwa mfano mama, kuwajibika kwa familia yako, kupika, kufanya nini, kumtunza mume wako, kuwajibika hakununuliwi. Lakini nimewahi kuona mabinti, mtu anakuambia mimi mume wangu ili nifanye kitu fulani lazima kwanza anilipe. Mpendo wangu kwanza mpaka aniwekee vocha ndo nitafanya kitu kimoja au viwili, nitambrashia viatu, nitafanya nini. Mimi sio mfanyakazi bwana. Wengine wanasema mimi ni mama wa nyumbani, kwa hiyo mume wangu ananipa mshahara. Mimi hiyo siizuii, inawezekana mmepatana hivyo, lakini mimi sidhani kama kuwajibika kunanunuliwa. Ni commitment. Mfanano, compatibility hainunuliwi, inajengwa. Unaona? Huwezi ukataka mimi huyu mtu awe committed kwangu au awe compatible kwangu, tuoane vizuri, tuwe pamoja, nimchukulie kama sehemu ya maisha yangu simply because kwa sababu pesa ipo. Okay? Mapenzi hayanunuliwi. Mapenzi au upendo havinunuliwi. Nimekupa hizo ujue kwamba hivi vitu vinatakiwa ndio vianze, na vinajengwa kwa upendo, vinajengwa na commit, yani inabidi uinvest, inabidi uwekeze kwenye kuvitengeneza. Sasa pesa inaweza ikatumika kujenga hivi vitu. Hapa naongelea kwa wababa ambao mara zote mnatafuta pesa kwa nguvu sana. Tunawapongeza sana. Natafuta pesa, mwanaume ni kutafuta pesa, lakini ili aweze kumuimpress mwanamke, hebu jaribu siku moja, badala ya kumpa pesa, hebu jenga upendo, jenga kumjali. Kumjali sio kumnunulia nguo. Kumjali, angalia vitu anavyovihitaji. Anahitaji uwepo, wakati mwingine uwepo pale nyumbani. Kuna wanaume au wakaka ambao kazi yao hata mpira haangalizi nyumbani kwake, anasema wanawake wana kelele. Hata siku ya holiday, leo ni Sabasaba, si ndio? Siku ya holiday unakuta anatoka anaenda kuzungumza na rafiki zake wakati mke wake yupo, na ambapo ilikuwa sio siku ya kazi. Unaona? Lakini anasema nyumbani kuna kila kitu bwana. Chakula kipo, hela ipo, mwanamke nimemwekea hela benki na nini. Lakini ile emotional, ile hisia umeziua. Matokeo yake unatengeneza familia yenye mpasuko, alafu unakuja kusema sasa kulalamika. Unajua sisi makansela tunapokea vitu vingi sana. Vitu vingine vinakuja tu bila, yani kwa kutokujali kwako. Unaona? Pesa isichukue nafasi ya kujali. Pesa isichukue nafasi ya uvumilivu. Pesa isichukue nafasi ya mapenzi na upendo kumjali mtu. Sisi wa Kristo, Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 inasema kwamba shina la mabaya yote ni mtu kupenda pesa. Shina la mabaya yote hapa duniani ni kupenda pesa. Hebu fumba macho angalie kwa nini watu wanauana, kwa nini watu wanapigana. Shina la mabaya kubwa ni kupenda pesa. Unaona? Maofisini fitina ni kupenda pesa. Majumbani watu wanachomana visu ni kupenda pesa, kwa sababu kama mtu umemzoesha kupata pesa, usipompa akaenda kutafuta mchepuko, si utamuua? Utampiga, si ndio? Utamfukuza. Watoto watabaki na hawana mtu wa kuwalea.
Shina la mabaya yote ni kupenda pesa. Lakini hapo hapo Biblia inatukumbusha habari za mpanzi. Bwana wetu Yesu alitoa angalizo, akasema mpanzi alipanda mbegu. Alikuwa anamaanisha jinsi watu wanavyosikia. Hata mimi sasa hivi napanda mbegu. Anasema mbegu mbegu ya kwanza iliota kwenye mwamba. Jua lipokuja haikuota, kwa sababu mwamba, si mnajua ukiwa kitu kwenye tiles au kwenye mwamba akioti. Mbegu ya pili ikawekwa kwenye miba, ikasongwa ikakauka. Mbegu nyingine ikawekwa kwenye njia panda. Njia panda, nafahamu njia panda, mnafahamu, kando ya barabara. Ndege wakaja wakaidonoa, wakaichukua, na watu wakaikanyaga. Lakini mbegu iliyo nzuri ikapandwa kwenye udongo mzuri. Hiyo mbegu ikakua, ikamea, ikazaa matunda, kwa sababu ilikuwa inapaliliwa vizuri na kwenye udongo mzuri. Fahamu kwa nini tunajifunza mfano huu. Unapopanda mbegu ya pesa kwenye familia yako, kwa mpenzi wako, angalia umecultivate mazingira ya mbegu hiyo kukua. Umeweka hiyo pesa kwa maana kwamba unajenga upendo, unajenga uvumilivu, unajali, au ni kwa sababu umeambiwa, umesoma kwenye mitandao kwa wanawake wengi wanapenda pesa, wasichana wengi wanapenda pesa, unanunua iPhone 17, unafanya nini? Simply kwa sababu unataka nini? Akukubali. Lakini unakuwa unapanda mbegu ambao unaweka kwenye mwamba. Siku una hela, huyo dada ataondoka. Ni wengi sana tumewaona. Siku ukisema kwamba jamani nimefilisika, kwa nini usianze na kitu kidogo? Mtu akajua kabisa uwezo wako mdogo tu. Hata kama una uwezo, mimi nawashauri pesa yako uilimiti sana wakati wa kuchumbiana, wakati wa kuanza maisha, itaenda inakuwa. Na by the way, pesa huja na pesa huondoka. Hiyo philosophy ishike kichwani. Wewe kijana ambaye unataka kutengeneza familia yako, wewe baba ambaye unanisikiliza, pesa isiwe kigezo, kwa sababu utatafuta pesa na haitatosha, na wakati mwingine itakufanya uwe mvivu kuwa kichwa, kufanya majukumu yako kwenye familia. Malalamiko mengi ya sasa hivi ni kwamba mabinti wanapenda sana pesa, lakini msiwape basi. Msiwa spoil, kwa sababu mkiwa spoil wanaharibikiwa, hawawi wa mama bora. Labda niseme hivyo, ndo conclusion yangu. Jitahidi sana usitumie pesa kama nyundo. Usitumie pesa kwenda kununua miili ya wanawake nje. Wapo watu ambao yani kwa kweli umejichoka, umetafuta pesa, labda wewe unafanya kazi ngumu za barabarani, wewe ni dereva, unasema hii pesa ngoja niweke, nikifika kituo fulani nitafute mwanamke ambaye sio mke wako. Pesa inaweza kuua. Shida la mabaya ni pesa. Utakuta wale ambao wanataka pesa na kuondoka hit and run. Mimi ningependa mjenge familia ambazo pesa ni nyenzo, pesa sio msingi wa maisha. Sasa mtaniambia huyu mama anasema nini? Pesa ndo kila kitu. Lakini nikuulize swali. Hao wenye pesa una uhakika wanalala wote usingizi? Hao unawajua? Fumba macho, angalia mtu unayemjua yoyote yule. Pesa ikiwa na msingi ambao sio, inakuwa kama chambo cha kuingia kwenye uovu, chambo cha maradhi na vitu vingine vilivyo viovu. Kwa hiyo mimi utajiri na upenda, lakini utajiri usiokuwa na heshima, usiokuwa na uvumilivu, utajiri usiokuwa na kuchukuliana, utajiri usiokuwa na kusamehana, utajiri usiokuwa na utu, mimi si upendi kwa kweli. Na ningependa uende na hiyo notion, alafu uangalie namna ya kuregulate. Tafuta pesa, lakini pesa isiwe kigezo cha kufanya mahusiano yako yawe imara. Shalom, shalom, shalom.